ninakushukuru Mungu wa pekee, mwenye uweza, nguvu na mamlaka. Nasimama kwenye viwanja hivi kulieleza jina lako, jina linalookoa, jina linaloponya na jina linalogusa maisha ya watu. Nipake mafuta ya Roho Mtakatifu, nikanene katika kichwa chako kwa utukufu wa jina lako Yesu nimeomba. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kwa dakika chache ambazo ninazo mbele yangu niseme na wewe. Ujumbe unasema yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Na nataka nizungumze na mtu ambaye yuko hapa. Napojenga utangulizi wa somo langu, yako mambo kwenye maisha unaweza ukakutana nayo, wataalamu waliosomea hayo wakakwambia jambo hili haliwezekani. Na mojawapo yanaweza yakawa ni magonjwa. Kuna watu wanaugua magonjwa ambayo madaktari waliosomea magonjwa hayo wanakuambia tatizo hili, mgonjwa wako peleka nyumbani, hawezi kuwa salama, hawezi kupona, rejesha nyumbani akasubiri siku yake ya kuondoka. Hawa watu walisoma, wamekaa darasani muda mrefu sana. Daktari aliyesoma degree amesoma muda mchache, ni miaka 5 yuko darasani anasoma. Na baadaye anaweza akaendelea akasoma tena zaidi ya hapo, akapata maarifa ya kumtosha. Anasoma kuhusu mwili wa mwanadamu, anasoma kuhusu maisha ya mwanadamu, anajifunza mambo mbalimbali. Lakini nataka nikwambie, kwenye maisha tunayoishi kuna mambo, ukomo wa kutazama kwako, ukomo wa elimu yako, ukomo wa fedha zako, ukomo wa uzoefu wako unafikaga mwisho. Na kila mwanadamu mwenye mwili anaweza akakwambia jambo hili haliwezekani kwa akili za kibinadamu. Lakini nataka niwaambie mkutano huu na kila mtu aliyoko hapa, yako mambo kwa akili za kibinadamu umeambiwa hayawezekani. Nataka nitangaze majira haya ya kwamba yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu tunamtangaza yanawezekana. Jamani, haleluya. Tunaye Mungu ambaye anaitwa Niko, ambaye Niko alikuwepo, yupo na ataendelea kuwepo. Yeye ni jana, leo na hata milele. Anaweza yote, anatenda yote, ni yote ndani ya yote. Jamani, haleluya. Yako mambo kwenye maisha, na tumekutana watu ambao wamekata tamaa kwenye maisha yao. Hawaoni mwelekeo wa maisha, hawaoni tumaini kwenye maisha yao, na wamekata tamaa kabisa. Wanaweza wakafika mahali mtu akakwambia natamani kufa, mtu akakwambia sitamani kuishi. Wako watu tumekutana nao wanatamani kufa kwenye maisha yao, hawatamani kuishi tena, hawana tumaini tena. Nataka nitangaze majira haya ya kwamba mwenye tumaini amerejea. Anatangazwa nguvu mali, anayetangaza uzima amerejea, na anatangazwa nguvu mali, na yupo kwenye viwanja hivi. Anachotaka umwamini, na ukimwamini anatenda mambo yasiyo ya kawaida. Jamani, haleluya. Nasema haleluya. Watu wa nguvu mali, haleluya. Yako mambo hayawezekani kwa akili za kibinadamu. Yuko Biblia walimpokea kwa furaha, na kwa sababu hiyo Yesu akaanza huduma. Alipoanza huduma pale, akawa anazungumza nao. Ghafla akatokea mkuu wa dini fulani. Biblia yake alikuwa na msaada, dhehebu lake alikuwa na msaada, cheo chake cha dini alikuwa na msaada. Alifika mahali amekata tamaa. Mungu alimpa mtoto mmoja tu, ana madaktari wamekata tamaa, wamemwambia Yairo umepewa mtoto mmoja na mwisho wake umekaribia na hakuna tumaini tena. Yairo akaona hana cha kufanya, dini yake haina msaada, cheo chake hakina msaada, uzoefu wake hauna msaada, elimu yake haina msaada. Lakini akasikia habari za mwanaume anaitwa Yesu ambaye anatangaza habari zake. Aliposikia akasema, nitaacha vyeo, nitaacha elimu, nitaacha dini,
nitakwenda kwa mfalme wa wafalme, aliye Bwana wa mabwana, ambaye tunamtangaza nguvumani. Jamani, haleluya! Acha heshima ulionayo, acha cheo ulichonacho, acha dini ulionayo, mbebe Yesu kama alivyo. Jamani, haleluya! Kuna wakati ambao vyeo vimekuwa majaribu, dini zimekuwa majaribu, mambo yetu yamekuwa majaribu. Nataka nikuambia ya kwamba yule mwanaume aliacha vyote, aliacha elimu yake, aliacha cheo chake, aliacha dini yake, akaenda kwa Yesu namna alivyo. Na Biblia inasema alipofika alipiga magoti akamsujudia. Haleluya! Mtu mwenye cheo anapiga magoti kwa Yesu, anamsujudia, anamwambia sikiliza, niko na kijana wangu wa miaka 12, yuko kwenye hali mbaya, anakaribia kufa, hakuna tumaini mahali pengine. Nimesikia habari zako na mimi nimeamini. Anachotaka Yesu uamini ya kwamba yasiyowezekana kwingine yanawezekana kwake. Haleluya! Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Yako mambo yamekutumainisha ya kwamba yatakusaidia. Wako watu wamekutumainisha ya kwamba atakusaidia na hawana msaada kwenye maisha yako. Nimemleta Yesu anayekujua namna ulivyo. Nimemleta Yesu asiyewahi kushindwa, hajawahi kucheza mechi Yesu na akatoa draw wala akafungwa. Yesu wetu ni mshindi aliye hai. Jamani, haleluya! Kila mechi aliyocheza Yesu alitangaza ushindi. Jamani, haleluya! Ndio maana maandiko yanasema kila alipopita Yesu alitenda mema. Haleluya! Watu wakamsonga. Unajua, nisikilize, watu wanaenda kwa Yesu kwa sababu Yesu ana matokeo. Hujanielewa vizuri. Watu wanaenda kwa Yesu kwa sababu Yesu ana matokeo. Ana matokeo kwa kila mtu anayemwamini na anayemwendea. Anachotaka tu muamini na umwendee. Hicho tu ndicho anachokitaka. Watu wakajaa, wa msafara ukaanza, anaenda kwenye nyumba ya Yairo. Watu wamejaa, anatembea na watu wengi, wanafuata msaada kwa Yesu. Wakati wanaenda, ghafla Biblia inaeleza habari za mwanamke mmoja aliyetokwa na damu kwa miaka 12. Alikuwa ameteseka huyu mwanamke. Nataka nikueleze kidogo mateso ya huyu mwanamke. Jamii ilimtenga, ndugu alimtenga, hakuna mtu aliyeruhusiwa kuchangamana naye, maana alihesabiwa kuwa ni najisi. Maandiko yananiambia hata kama walimkataa, lakini Yesu hajamkataa. Hata kama wamekukataa, lakini Yesu hajakukataa. Hata kama wamekukataa tamaa, lakini Yesu hajakukataa tamaa. Hata kama watakutenga, lakini Yesu hatakutenga. Hata kama watakuacha, nasema Yesu hatakuacha. Hatakuacha. Nasema hatakuacha. Nasema hatakuacha. Nasema hatakuacha. Haleluya! Jamani, haleluya! Yesu hatakuacha. Haleluya! Yule mwanamke akaenda kwa Yesu. Nisikilize, kwa mila na desturi za Kiyahudi, mwanamke aliyetokwa na damu alihesabika kama ni najisi. Alitengwa na jamii, alitengwa na ndugu, alitengwa na marafiki. Alikaa mahali pa peke yake, hakuwa na msaada. Alikuwa mpweke kwa miaka 12. Hata mume wake aliyempenda hakuruhusiwa kukutana naye. Hata ndugu aliyempenda hakuruhusiwa kuchangamana naye. Kuna siku watakuacha peke yako. Hao nao watazama watakuacha peke yako. Hao nao wategemea watakuacha peke yako. Ukiwa mahali pa peke yako, umekata tamaa. Naongea na mtu ambaye dunia imekukataa, ndugu amekukataa, marafiki wamekukataa, umekata tamaa. Unasema mchungaji, ni mimi kabisa, ndugu zangu wamenikataa, nimekata tamaa. Nimeleta tumaini kwa Mgalilaya anayepokea maisha ya kila mtu. Ninamleta Yesu aliye hai anayepokea maisha ya kila mtu. Nisikie shangwe na vigelegele kwa Yesu aliye hai. Jamani, haleluya! Alitengwa na jamii, lakini hakutengwa na Mungu aliye hai. Alitengwa na ndugu, lakini hakutengwa na Yesu. Akasema, sikia, sihitaji hata nipite kwa mbele, sihitaji nipite kwa Petro, sihitaji
ninachotaka nimguse tu Yesu, niguse tu pindo wa vazi lako. Nisikilize uliyekuja hapa, hata usiwaze kwa habari ya mhubiri, hata usiwaze kwa habari ya mchungaji, waza kwa habari ya Yesu aliye hai. Nasema Yesu aliye hai. Hata kama utamwona mhubiri, lakini bado Yesu ana watu wengi, anaweza akawatumia. Mshike Yesu kwenye maisha yako. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Tunaye Yesu mfalme, tunaye Yesu jemedari, tunaye Yesu kamanda wa vita, mwenye uweza, mwenye nguvu, mwenye mamlaka. Haleluya! Yule mwanamke akasema, nitaenda kwa Yesu na sitaji nitapita nyuma watu wasinione, kwa sababu hakuruhusiwa kuchangamana na watu. Alipita nyuma ya msafara, akasema hata kama Yesu sitamwambia shida yangu, niguse tu vazi lake. Pindo. Na Biblia yangu inasema aliposhika pando ile, muda ule ule damu yake ikakauka, chemichemi zikaondoka, damu zake zikakauka, tabasamu ikarejea, furaha ikarejea. Natangaza nguvu male, furaha itarejea kwenye maisha ya mmoja wapo, furaha itarejea kwenye maisha ya kwako, tumaini litarejea. Sema fire. Haleluya! Tumaini likarejea. Yule mwanamke akainuka tena akasema, Yesu akasema, jamani, ni nani aliyenigusa? Maana uko mguso wa tofauti. Nisikilize, kuna mguso wa tofauti. Yaani sio kila aliyekuja hapa atahudumiwa. Inategemea moyo wake umewaza nini, moyo wake unaamini nini. Tutaingia kwenye eneo hili. Kuna watu wataponywa hapa na kuna watu watarudi bila kuponywa, kulingana na namna walivyomchukulia Yesu na namna walivyoamini mioyoni mwao. Huyu mwanamke alisema hivi, nikiligusa tu pindo mimi nitapona. Wengine walitegemea wapokelewe kwa heshima, wapelekwe na makomando, wapelekwe na kina Petro, wapokee mikono na Yesu. Lakini alisema hapana, na ujio uweza wa Yesu wala hitaji tu kuweka mikono, na hitaji tu niguse pindo. Hata mavazi yao yalikuwa na upako, hata nguo yake ilikuwa na upako, hata vivuli vya utumishi wake vilikuwa na upako. Na mleta Yesu aliye hai. Yesu wetu sio hayati, Yesu wetu sio marehemu. Nasema yu hai, nasema yu hai, nasema yu hai. Nguvu mali Yesu yu hai. Nasema Yesu yu hai. Haleluya! Jamani, haleluya! Yesu akauliza, jamani, nini kimetokea? Naziona nguvu zimenitoka. Watu wanajaribu kumwambia mzee, watu ni wengi, kila mtu amekugusa. Akasema hapana, kuna mguso wa tofauti. Nisikilize vizuri, nikusaidie. Mungu haangalii kama tunavyotazama. Wanadamu tunaangalia nje. Nikitazama hapa, kila mtu anavaa vizuri, kila mtu amejifua paka mafuta vizuri, anapendeza. Lakini Mungu haangalii kama tunavyotazama. Mungu anaangalia ndani ya mioyo yetu, ile dhamira tulionayo, ile njaa tulionayo, ile kiu tulionayo, lile lengo la kuleta hapa. Hilo ndio Yesu analitazama. Lengo lako ni nini? Unamtaka Yesu anayeokoa? Kama hiyo ndio lengo lako, na kuhakikishia niko tabasamu majira haya, niko tumaini majira haya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamani, haleluya. Sikiliza vizuri, sikiliza vizuri. Kuna watu kwenye makusanyiko kama haya wana dhamira tofauti. Kuna mwingine alikuja kusema, niangalie haka kakijana kanahubirije, kametoka wapi haka, kana wasema wachawi. Wengine wanasema niangalie wale watu wanaocheza. Yaani kuna mtu hapa amekuja kutazama wanaocheza. Kuna mtu hapa amekuja tu maana ameona vyombo, angalia mambo yanayotokea. Lakini kuna mtu amekuja hapa ana njaa ya kuponywa, ana njaa ya Yesu, ana njaa ya kuokoka. Huyo mtu ndiye Yesu anamtazama, anautazama moyo wake. Na Yesu anapotazama moyo,
anasema huyu alistahili kutendewa. Yesu wetu anaangalia moyo. Yesu wetu anaangalia dhamira yako. Yesu wetu anaangalia maisha yako. Anaangalia kutokea ndani, haangalii kutokea nje. Jamani, haleluya. Ngoja nikusaidie jambo. Moyo wako namna ulivyo ndio tafsiri yako halisi mbele za Mungu. Hapa tunatofautiana hapa. Haleluya. Kuna watu wamekuja hapa kutafuta wachumba. Kuna watu wamekuja hapa kuonekana na marafiki, na mimi nilikuwepo. Kuna watu wamekuja hapa kucheza muziki kama wengine. Lakini kuna watu wamekuja hapa wana njaa ya Mungu aliye hai. Na hao ndio watu Yesu anawatazama. Haangalii kilichokuleta hapa kwamba ni muziki au ni chochote. Anaangalia moyo wako, wenye njaa ya kumuona, wenye njaa ya kutendewa, wenye njaa ya kuhudumiwa. Wapendwa, Yesu anaangalia moyo. Haleluya, 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 haleluya. Yesu akasema hapana, msinipanie. Kuna mtu amenigusa. Yule mwanamke alivyoona hawezi kujificha tena, akatokea. Akasema, mzee, subiri nijieleze mwenyewe kabla hujanitafuta, maana najua unanijua. Akasema, miaka 12 nimeteseka. Na Biblia inasema hivi, amemaliza mali zake kwa kuwapa waganga. Waganga. Kuna watu wanamaliza mali zao kwa waganga. Kuku kila siku kwa mganga. Yaani niwaambie, yaani usifikiri na ubiri haya kwa kubahatisha. Mimi nimetoka kwenye familia ambayo haimjui Mungu. Na wazazi wetu walikuwa naamini kwa waganga. Tumepelekwa mno kwa waganga, lakini hatukusaidika. Lakini hatukupata msaada. Na ndio maana nina hasira na waganga. Wamekula mno kuku wangu. Na kusaidia na wewe wasile tena. Maana watakula wakwako na hakuna msaada. Yaani anabadilisha tu, leo mweupe, kesho mwekundu, kesho kuta mweupe. Nilienda kule Mwanza kule kuhubiri mahali fulani. Yaani mtu anapeleka ng'ombe kwa mganga. Ng'ombe kwa mganga. Ila ukimwambia aje kwa Yesu analeta shilingi 20. Haleluya. Amemaliza mali zake zote kwa waganga. Lakini Biblia inasema hakupona wala tazo lake halikuisha. Ndugu zangu, naongea na watu ambao hapa umepelekwa mno kwa waganga. Watu wa Tanga wanasema kwa wataalamu. Alikuwa anaimba rafiki yangu Joni wa Yesu hapa anafahamu. Aliyekupelekwa kwa mganga kama wodini miezi 6 yupo kwa mganga. Anahudumiwa. Lakini hamna kitu kinatokea. Akiwa kwa mganga akaja mtu kama amechanganyikiwa, akitaja jina la Yesu, mapepo ya mganga yanazima. Hayafanyi kazi. Umekuta mganga anaitwa Mathayo. Umekuta mganga anaitwa Yakobo. Umekuta mganga anaitwa Luka. Yesu hapatani na mapepo. Yesu hapatani na maganga. Yesu hapatani na machini. Yesu anapatana na watu wanaomwendea. Haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Tukilitaja jina la Yesu, mapepo yanatetemeka, machini yanapepereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu wetu ni moto ulao. Nikitaja jina lake, hakuna cha mganga, hakuna cha machini, hakuna cha mapepo. Kwa jina la Yesu aliye. Hatuna mganga.
Hakuna tofauti ya mganga na mchawi. Ngoja mimi nikusaidie. Utofauti ni huu. Akitega anaitwa mchawi, akitegua anaitwa mganga. Umenielewa ninachokusaidia? Wachungaji wanafahamu. Unaweza ukamwombea mtu mapepo yakadai vitu alivyotokana kwa mganga. Kama wana ushirika, kwa nini vinadai? Nani huko hapa sio polisi, sio mwana ambaye tukimpa bomu limetegwa vizuri, hajawahi kwenda jeshi, sio polisi, anaweza akalitegua? Wanawezaje kutegua kama haujui kutegwa? Na ngoja nikusaidie. Unaweza ukasema na sisi tunaohubiri ni wale wale. Ngoja nikueleze ukweli uko hivi. Biblia inasema kwenye kitabu cha Kolosai 1:13 anasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha, akatuingiza kwenye ufalme wa Bwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Nisikilize kwa namna rahisi. Siku tumeamua kujisalimisha kwa Yesu, tukaacha vyote, tukisamehe dhambi, tukiokoka, tunahamishwa mahali ambako shetani anaweza kututesa, waganga wanaweza kututesa, wachawi wanaweza kututesa. Tunaingia kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye anatulinda mwenyewe, anatutunza mwenyewe. Na ndio maana maandiko yanasema malaika wa Bwana anaweka matuo kwa linda wampendao. Jamani, haleluya! Tukilala, malaika wa Bwana anaweka matuo kwenye vitanda vyetu. Tukitembea, malaika wa Bwana anaweka matuo mahali tulipo. Jamani, haleluya! Hapo ndipo jeuri yetu ilipojificha. Na ndio maana tunaweza tukasema chochote, tukawaambia waganga chochote, tukawaambia wachawi chochote, maana wakija wanakutana na Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme yuko katikati yetu. Ayayayayaya, nisikie watu wanamwambia Yesu amen. Haleluya! Jamani, haleluya! Tunao ulinzi special kwa mfalme wa wafalme. Haleluya! Jamani, haleluya! Alafu nisikilize. Biblia inasema hivi, Mungu wetu halali wala hachoki, hasinzi, akili zake hazichunguziki, na yeye ni wa milele. Yeye ni wa milele. Mganga anaweza akafa, askari mwenye kirungu anaweza akalala, anaweza akafukuzwa kazi, lakini Yesu wetu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sisi tunalala, lakini yeye halali. Ulinzi wake ni wa uhakika. Ayayayayayaya, ulinzi wake ni wa milele kwenye maisha ya Bwana wanaotoka mbinguni. Haleluya! Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Yesu akamwambia yule mwanamke, imani yako imekuponya, nenda kwa amani mwanangu. Nataka nikwambie, ukimwamini Yesu, imani yako itakuponya. Yesu akamwambia, enenda, imani yako imekuponya. Biblia inasema alipomaliza hayo, ghafla akatokea mtu anatoka kwa Yairo, akamwambia, mzee, usimsumbue mwalimu. Usimsumbue mwalimu, kwa sababu mwanao tayari, vijana nasema amekata moto. Jamani, haleluya! Amekata moto. Vijana wa mtaani wale nasema amekufa. Yesu akamwambia, sikiliza mzee, usiogope, maana atafufuka. Hawakuelewa, wakasema mbona mzee kama amechanganyikiwa, lakini yeye ana mamlaka yote. Safari ikaanza, wanaenda kwa Yairo. Wamefika kwa Yairo, akakuta tayari watu wameshaweka msiba. Ingekuwa ni ukutanga na maturubai yapo na mikeka imetandikwa tayari, watu wanalia uongo na kweli wakiwa nasubiria pilau.
Unajua watu wa huku Tanga, yaani mtu anaweza kaja msibani dakika 2 analia. Dakika 2 anauliza, jamani maandazi ya kesho yapo? Jamani haleluya. Anauliza, jamani chai kesho? Wewe hujawahi kuona kwenye msiba saa ya mambo mengine huoni watu. Chakula kikiiva wanaongezeka. Kuna watu bajeti zinapungua. Haleluya. Kwako ni msiba, lakini kwao ni sherehe. Haleluya. Hao ndio wanadamu. Kuna watu washajihesabia pale, siku hizi 3 sitapika chai, sitapika chakula cha mchana wala cha usiku. Mimi nikiamka nakuja msibani napata chai, naenda nasubiri mchana. Yesu akawakuta wako pale, wamejiandaa, wanasubiri saa ya msosi ifike, wanalia. Yesu akamwambia, sikilizeni, msilie, huyu hakufa, hajafa. Wakasema mzee, wakamcheka sana. Wakamcheka sana. Kama wanavyokucheka, wanakuona kama network haipo. Unajua kuna watu tukiokoka wanasema mbona walokole hawana akili. Mimi ngoja nikusaidie. Kati ya wewe unayepeleka kuku umeshika kwenye kwapa, unarudi na irizi uliofungiwa manyoya, nyama umeacha kwa mganga, na mlokole anayekuja kuomba hadharani, nani hana akili? Amina kusaidia tutusheni sio na malipo. Ili wewe unaelewa. Umewahi kuona kichaa amevaa suti? Kama nilionayo. Kichaa hawezi kuvaa suti. Maana yake tulio kwa Yesu tunafunguliwa mpaka akili. Namna ya kuishi. Namna ya kuishi na watu tunafunguliwa. Ndio maana jana nilikufundisha yule mgerasi walipomkuta wakashangaa, ana akili timamu. Watu wanakuja kwa Yesu wana akili timamu. Wewe unajikatia bima ya maisha ya bure. Yaani tuna bima ya maisha. Tunaishi hapa, lakini tuna bima ya kulindwa na Yesu milele. Haleluya. Ya kwako ya afya inakata, yaani mpaka uichangie. Ila ya kwetu ya milele mpaka tuku tunaondoka. Garantini wewe tu mshike Yesu vizuri, utembee naye. Ukitembea naye, tunatembea na yeye, tunalindwa na yeye, tunapumzika na yeye, tunainuka na yeye, anatuponya yeye, anatuinua yeye, anatutunza yeye. Jamani haleluya. Wakamshangaa Yesu, wakasema huyu mbona si tunajua kwamba huyu mtu sasa amefanya nini? Amekufa. Na hii sio mara ya kwanza Yesu amfufua wafu. Yesu amewahi kwenda kwa Lazaro. Na alivyoitwa siku ya kwanza anaumwa hakwenda. Alivyoambiwa akaendelea kuhubiri. Akasubiri siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, siku ya 4. Kwa kanuni za Kiyahudi wanaamini siku ya kwanza mpaka siku ya 3 mtu akifa roho yake inaelea, wanaamini. Kwa hiyo wanaamini kwamba siku ya kwanza mpaka siku ya 3 roho inaweza ikamrudia mtu akafanya nini? Akafuka. Lakini Yesu alienda siku ya 4. Akili zao zinawaambia sasa, wazungu wanasema game over. Yaani kesi imeisha. Hapa tunasubiri kuzika. Yesu ndo anaenda. Akifika anauliza, mmemweka wapi? Akaambiwa yuko kaburini. Siku ya 4 na ananuka. Yaani ndio kazi alionayo Yesu. Anaweza akakutoa chini kabisa. Mahali ambako unanuka, umekatiwa tamaa. Mahali ambako watu wamekuchoka. Mahali ambako hakuna kuthamini. Mahali ambako hakuna kukuokota. Kila mtu amekukatia tamaa. Akamkuta Lazaro yuko pale. Akasema ni siku ya 4 leo. Lazaro ananuka sasa. Wakamwambia tunajua kweli kabisa ungewahi asingekufa. Lakini tunajua, akamwambia mimi ndio huo ufufuo na uzima. Akasema tunajua ya kwamba atafuka kweli siku ya mwisho. Akamwambia sikiliza, sio siku ya mwisho. Mimi ninachotaka saa hiyo kinakuwa. Leo nasema Lazaro anainuka. Akamwambia nionyesheni mlipomweka. Akasema yuko kaburini siku ya 4. Akafika pale akasema kanje. Karuka juu. Maiti ikasema, akamwambia fungueni na sanda, mtoeni nje. Wakashangaa. Nataka nikutangazie yako mambo umeambiwa hayo katoa
anakuambia utazaa tena. Natangaza yuko Yesu anayefufua. Natangaza yuko mleta uzima. Natangaza yuko mponyaji. Nasema akiwepo yasiyowezekana yanawezekana. Haleluya jamani, haleluya. Wakashangaa, harufu ya kunuka ikakata, mwenye uhai ukarejea. Ngoja mimi nikuulize, kwani uhai wako unajua uliingiaga lini? Na unajua uliondokaga lini? Uko kwenye mikono ya Mungu. Na ndio maana mwanadamu usiwe na kiburi. Hauna chochote kwenye maisha yako. Yaani wewe ni kasha linalotembea. Mungu akichukua pumzi yake leo, uzuri unaoingia sio kitu, elimu unaoingia sio kitu, yaani makaratasi tu. Akiamua kuchukua uhai leo, haleluya. Nasikia tu hata kama wasiporudisha huko. Haleluya. Jamani, haleluya. Ongeza tena, iweke vizuri hii mic ijae. Wanisikie vizuri mpaka walioko kule Mgumbali. Mpaka walioko kule Galanosi wasikie huko waliko. Haleluya. Jamani, haleluya. Yesu atusaidie sana. Wakashangaa. Ndio maana nimesema hivi, vitu tulivyonavyo visitutie kiburi. Elimu ulionayo, fedha ulionayo, kila kitu ulichonacho, yani hakina maana yoyote kama uhai ukiondoka. Lazaro aliyekuwa ananuka akainuka tena. Yesu akafika kwa Yairo, wakamcheka. Akamwambia huyu hajafa, huyu amelala. Wakamcheka sana, akamwambia sikiliza, nionyesheni mahali alipo. Wakasogea wakamuonyesha. Niweke maiki vizuri, bado haijajaa. Wakamwekea. Haleluya. Akaenda pale. Msijali, tunamtumia mchina kidogo, halafu tarudi kwenye original. Haleluya. Akafika pale, akaonyeshwa mahali alipolazwa kijana wa Yairo. Unaweza ukaelewa kwa nini Yairo alikuwa anahangaika. Yairo alikuwa na mtoto mmoja, huyo wa pekee, akifa hana tumaini, akifa hana msaada. Unajua angekuwa na watano angesema potela mbali, wako wana amebaki. Alikuwa mmoja tu amebaki naye. Alipoondoka Yairo akaona amebaki peke yake, hakukuwa na msaada mwingine. Lakini Yesu alipofika akamwambia nionyesheni mahali nilipokumweka. Akaita kijana, toka nje. Kijana wakashangaa, aliyekuwa amekufa. Watu wako pale wanasubiria nini kitatokea. Ghafla wanashangaa, uhai unarejea, uzima unarejea, na mtoto anainuka tena, anasimama kwa miguu yake miwili. Wakashangaa, jambo ambalo hawajawahi kuona tangu kuzaliwa kwao. Wapendwa, natangaza yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Yanawezekana. Nazungumza na mtu ambaye umefika mahali umekata tamaa, umefika mahali umechoka, umejikatia tamaa, haulioni tumaini lako, hauioni maisha yako, hauioni kesho yako. Watu wamekukataa tamaa. Natangaza jioni ya leo, yuko anayerejesha tumaini la maisha yako, yuko anayerejesha uzima wa maisha yako, yuko aliyeibeba hatima yako. Ukiingia kwake hautabakia kama ulivyo. Jamani, haleluya. Hautabakia kwa namna anavyokutazama. Jamani, haleluya, haleluya, haleluya. Ukiingia kwa Yesu hautabakia kama ulivyo, maana Yesu anabadilisha matokeo. Jamani, haleluya. Yesu anabadilisha matokeo. Yesu anabadilisha matokeo. Yesu anabadilisha matokeo. Yesu anabadilisha matokeo. Waliokuwa wamekatiwa tamaa wanapata tumaini tena. Waliokuwa wamekataliwa wanapata kibali tena. Waliokuwa wana tumaini wanapata tumaini tena.
maana yuko Yesu mtenda miujiza, aliyekufa badala yako, aliyepigwa badala yako, aliyeteseka badala yako, akalipa gharama ya uhai wake badala yako. Alikusudia aokoe uhai wako, aokoe maisha yako, alete uzima, alete furaha, alete tumaini. Wapendwa, yuko Yesu anayebadilisha maisha ya watu. Natangaza nguvu male, yuko jemedare anayebadilisha maisha ya watu. Nasema nguvu male, yuko Yesu anayebadilisha maisha ya watu. Nisikilize tunapomalizia, nikwambie kilichotokea. Wakashangaa, yule kijana akainuka. Alipoinuka akasema, sikilizeni, msije mkasema nimsukule, mpeni chakula ale. Haleluya. Maana wanajua misukule hailagi ugali. Anajua watu ambao wamekufa hawalagi. Wanaenda akasema labda wametengeneza hili robot. Akamwambia, sikilizeni, huu mchezo hautaki hasira. Ili ubakie kuwa hai kwenye mwili huu unahitaji msosi. Una uwezo wa kula endapo tu mwili wako uko hai. Hauna uwezo wa kula endapo mwili wako umekufa. Na ndio maana kuna wale watu ambao wanakufa kidogo kidogo, mdomo unakufa. Unao lakini huwezi kumeza chakula. Madaktari wanakusaidia, wanaweka na mpira ndani wa kupitisha chakula. Hata digestion system inaweza ikafa. Chakula kitaingia lakini hakiwezi kusagwa. Hiyo mfumo wa chakula unakataa ya kwamba umekaribia kufa. Lakini Yesu alitaka kuhakikishia ya kwamba yeye ni TBS ya mbinguni, akitangaza yanatokea. Akamwambia, mpeni chakula ale. Wakashangaa, wanampa chakula. Tonge la kwanza linaenda, tonge la pili linaenda, anaanza na kuongea. Wakashangilia, wakakata tamaa. Wale waliokuwa nasubiri chakula cha msiba wakakata tamaa. Na kutangazia jioni leo, wako watu watakata tamaa. Waliokuwa nasubiri msiba wako watakata tamaa. Waliokuwa nasubiri mateso yako watakata tamaa. Maana Yesu mleta uzima anatangazwa mahali hapa. Maana Yesu mwenye uzima anatangazwa mahali hapa. Maana Yesu mwenye tumaini anatangazwa mahali hapa. Hawataona machozi yao, watakuja kwa furaha. Wataondoa machozi kwako, wataleta tumaini. Jamani, haleluya. Hakuna aliyebaki na Yesu, aliyekutana na Yesu akabaki kwenye huzuni. Kila aliyekutana aliondoka, machozi yake aliondoka, msiba wake uliondoka. Na kutangazia nguvu mali, tumemleta Yesu aliyekufa badala yako, aliyeteseka badala yako. Hautakaa kwenye msiba tena. Na kutangazia, nasema inuka, Yesu anakuita. Nasema inuka tena, Yesu anakuita, anakuita, anakuita. Acha kulia mama, Yesu anakuita. Acha kulia binti, Yesu anakuita. Acha kulia kijana, Yesu anakuita. Acha kulia baba, Yesu anakuita. Amelipa gharama ya maisha yako, amelipa gharama ya uhai wako, amelipa gharama ya maisha yako. Tunaye Yesu aliye hai. Nasema nguvu mali, Yesu hai. Nasema Yesu hai. Wanachumba gani wenzangu, Yesu hai. Hatujamtangaza marehemu, Yesu hai. Hatujamtangaza aliyekufa, Yesu hai. Mwende namna alivyo, kalishike pindo lake. Mwende namna alivyo, kashike mavazi yake. Mwambie, Baba, nimeonewa mno. Baba, nimekataliwa. Wanadamu hawakunithamini, lakini nimekuja kwako. Uliyenilipia gharama ya uhai wangu, nimekuja kwako. Yesu anataka uwe utayari wako. Yesu anataka uwe moyo wako. Anakuita, njoo kwa Yesu aliye hai. Haleluya, haleluya. Pigia Yesu makofi ya shangwe. Bado sijaona unaompenda Yesu. Pigia Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Uwanja mzima tusimame sasa na uone uwepo wa Bwana usio wa kawaida. Unapenda ya ajabu leo kwa jina la Yesu aliye hai. Na unakuja namna hiyo hiyo, unasogea mwenyewe, maana tayari kisima kimetibuliwa, neema imeachiliwa. Kuna watu leo ni siku yao ya kuondoka kwenye mateso, ya kuondoka kwenye magonjwa. Leo ni siku yako ya kuondoka kwenye mateso yao. Haleluya. Sogea hapa sasa. Sogea hapa.
Dakika chache tafadhali tusogee hapa. Leo nataka nikuruhusu mapema ili kesho usikose ibada. Sogea hapa. Sogea hapa. Haleluya. Haleluya. Tusogea hapa. Ndugu zangu mliokaa kule, tusogea hapa. Umekata tamaa. Yesu anakuita leo. Anataka uokoke. Praise, mnisaidie tutubaki hapa. Pale watoto tusubiri pale nyuma pale. Tusogee pale nyuma watoto tafadhali. Na wasubiri mlioko pale msogee hapa. Nisaidieni wamama mlioko kule tusogee hapa. Tusogee wote hapa karibu. Mlioko kule mbali tusogee hapa. Yesu angalipo na tumaini lake liko hapa. Haleluya. Haleluya. Tusogee, tusogee, tusogee. Usiogope. Tusogee. Tusogee. Unajua mimi nawashangaga watu wanaona aibu kwenda kwa Yesu. Wakati kwa waganga wanaenda mchana na kuku wake kwenye kwapa. Kwa Yesu bure kabisa. Alafu unaogopa. Tusogee. Nataka niombe na wewe. Yesu yuko hapa afanye jambo kwa ajili yako. Haleluya. Haleluya. Tusogee hapa. Wamama mlioko pale nyuma, fuatesheni maelekezo yangu, msogee huku. Tusogee haraka tafadhali. Funika macho yako pale ulipo. Ukiwa unasogea hapa. Jiachilie kwa Mungu. Jenga imani kwa Mungu unayemwendea. Yule mwanamke alisema nikienda tu niguse upindo wa vazi. Jenga imani kukutana na Yesu. Dhambiria, yachukia mateso uliyoteseka kwa muda mrefu. Na mwambie Yesu, leo ni siku yangu. Naamua kuokoka, nije kwako unisamehe dhambi. Na unifanye kwa mtoto wako. Haya mateso yaniachie. Uko pale ulipo. Unajua hujaokoka, funika macho yako. Unajua hujaokoka. Unasema mchungaji, kuna mambo nayopitia, lakini nimegundua ni kwa sababu sijaokoka. Leo namtaka huyo Yesu anayeokoa na kubadilisha maisha ya watu. Funika macho yako pale ulipo, nimesema tafadhali. Alafu uko hapo unasema ninataka kuokoka mchungaji. Nimesikia unasema Yesu anasamehe dhambi. Nimesikia unasema Yesu anaponya magonjwa. Nimesikia unasema Yesu anawatoa kwenye mateso. Mimi nimeteseka, nataka kuokoka. Yesu anisamehe dhambi na anisaidie kwenye mateso yangu. Nyosha mkono wako pale ulipo. Naiona mikono mingi. Yes. Mungu akubariki sana. Nyosha tu mkono wako. Unataka Yesu akusaidie. Nyosha mkono wako. Naiona mikono pale ulipo. Yes. Iko mikono mingi. Nisaidieni watumishi wa Bwana. Tusogee hapa mbele. Tusogee hapa, unahitaji Yesu akusaidie. Tusogee hapa, tusogee. Tusogee, tusogee. Nisaidieni watumishi wa Bwana. Tusogee. Watoto wazuri wekeni nafasi ili mtu apite hapa mbele. Yes. Tusogee. Nisaidieni wahudumu. Njoni hapa. Tusaidiane. Yesu yuko hapa kukusaidia. Sogea hapa. Sogea hapa. Sasa watoto mnisaidie, nisikilizeni. Watoto tusogee mbele, watu wazima tukae nyuma. Watoto tusogee mbele, watu wazima tukae nyuma. Alafu naomba kila mtu mzima akae. Watumishi wa Bwana, wazee wa kanisa, wachungaji mlioko hapa, tukae na hao watu hapo nyuma wakusaidie. Tukae nao hapo nyuma. Yes. Hapo nyuma hapo. Watu wazima mlioko hapa. Yes. Haleluya. Funika macho yako pale ulipo sasa nikuombee. Sema, ee Bwana Yesu, ninakuja kwako. Siku ya leo nimelisikia neno lako. Nami nimeamini ya kwamba wewe ni Mungu unayeokoa na kusamehe. Ee Bwana Yesu, mimi nimejua ya kwamba ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe dhambi zangu zote. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika upya jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo mimi nimeokoka. Na mkataa shetani na mambo yake yote, na kupokea Bwana Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo mimi ninakuja kwako. Amen. Sasa wahudumu, kabla sijawaombea, chukua taarifa za huyo mtu, andika jina lake, andika namba yake ya simu. Tutakupigia simu, tutakuombea, tutakufuatilia. Chukua namba ya taarifa za huyo mtu. Alafu baada ya hapo usiondoke. Nataka nikuombee kabla hujaondoka hapa. Na inawezekana umekuja kule unasema mchungaji, sina shida ya kuokoka, mimi namtaka Yesu. Nataka nikuhakikishie Yesu anaweza kukusaidia. Lakini la muhimu kuliko yote ni kuokoka. Kwa sababu usipookoka, Yesu anaweza kukusaidia kwa muda, ila shetani ataendelea kutesa kwa sababu huna kinga kwenye maisha yako. Unahitaji maombi tu. Au umeokoka lakini una shida unapitia.
unahitaji maombi, uko hapa, naomba tusogee hapa. Una tatizo, unahitaji maombi, tusogee hapa. Naomba ile mic nyingine kwa mchungaji Tito tafadhali. Wako kule unahitaji maombi, tusogee hapa. Kama hakuna, wote mlioko pale tusogee hapa. Tusogee nyuma ya watu hapa. Jaza hiyo nafasi hapa na tusogee kule. Alafu tulitie jina la Bwana. Nisikilizeni watu wa Chumbageni mlioko hapa wakati mnachukua taarifa. Kama wewe ni mwana Chumbageni, kaa na watu wageni walioko huku. Huku kote huku. Nikikwambia weka mkono juu yake, anza kumwombea. Alafu leo nataka tushughulike na kila roho iliyoko kwenye maisha yako inayokutesa kwa muda mrefu. Watu wa Chumbageni mmenielewa? Watumishi wa Bwana wa Chumbageni. Yaani kaa na mgeni, unamwona huyu ni mgeni, kaa naye karibu. Nikisema tumuombee unamwekea mkono. Hiyo ndio kazi yako tu. Alafu tunaanza kuomba. Haleluya. Na wale ambao mko kwa hawa watu mnaoandikisha majina, mkimaliza niambieni tuandike. Tumalize. Haleluya. Haleluya. Aya, tupige musician tu wakati wanaandika. Mziki tu hata bila kuimba. Tutamtukuza Bwana. Wahudumu mmemaliza? Nafikiri wote tumemaliza, si ndio? Haya, funika macho yako sasa. Ulioko hapa funika macho yako, inua mikono yako juu. Paka kule nyuma. Wahudumu weka mikono kwa hawa watu sasa. Mchungaji Tito tukamata maiki tafadhali. Kwa jina la Yesu aliye hai, funika macho yako. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Naziapisha hizo roho zilizokamata maisha ya watu hawa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Roho za giza, mamlaka za mapepo, mamlaka za mateso, kwa damu ya Yesu aliye hai. Ewe roho ya giza, ewe pepo uliyekamata kwenye tumbo la mwanamke, roho ya giza uliyekunywa damu ya mwanamke kwa muda mrefu, haya piga kelele. Ewe roho ya giza, nasema piga kelele, achia kwenye hilo tumbo. Moto, moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto wa Bwana, moto wa Bwana. Nasema moto, nasema moto, nasema moto. Haya moto, haya moto, haya moto, haya moto, haya moto, haya moto. Nasema na kila roho iliyokaa ndani yao, roho za giza, haya toka, haya toka, haya toka, haya toka, haya toka, haya toka, haya toka. Roho za giza, mamlaka za mapepo, roho za giza, haya mapepo, panda, achia kwenye kifua, haya toka, haya roko, toka, achia, 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 majini, mizimu, toka, haya, toka, 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 haya noka, haya ondoka, haya ondoka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, mamlaka za roza giza, haya achia, 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 bila mamlaka, mamlaka za giza, mamlaka za mizimu uliokaa ndani yao, maagano ya kuzimu, haya toka, achia, 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 fire, moto wa Bwana unateketeza bila roho, toka utosiwa hapa uwayo miguu, moto unatembea, moto
moto unatembea, moto unatembea kwenye viwanja hivyo, moto, achia, 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 vijana wenye kukusaidia pale, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa damu ya Yesu aliye hai, natangaza moto, natangaza moto, ewe roho ya giza, mamlaka za majini, natangaza hayo majini, majini ya kidanga, hizo roho za giza, piga kelele, achia, na kamata hizo madhabahu zote, madhabahu za giza, madhabahu za uganga, madhabahu za mapepo, piga kelele, haya moto, haya moto, haya moto, haya moto, saidia yule mwanamke pale, kwa jina la Yesu aliye hai, saidia pale, iko roho inateketea, kwa mamlaka ya jina la Yesu, nasema moto, saidia yule mwanamke, weka mikono kwenye tumbo lake, na iona roho iliyokamata ile tumbo, haya moto, 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 mapepo yaliyokamata matumbo, haya, 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 moto, 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 tayari kuna roho zinang'oka, kuna mapepo yanaachia, kuna majini yanaachia, yaliyofunga maisha ya watu kwa muda mrefu, na yaona hata mbali, kwa jina la Yesu, hakuna roho itasalia leo, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila roho tunaikamata leo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, haya, fire, fire, paka kwenye nyumba yao, paka kwenye nyumba zao, kwenye majengo yao, ambako sauti inafika, haya, kwa jina la Yesu, hizo roho za giza, piga kelele, achia, na achilia moto, na pita na upanga, mahali ulipokaa, haya moto, 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 vifungo vyote, vifungo vya ukoo, ninaachia, madhabahu za giza, zinang'oka, madhabahu za uchawi, ninaachia, piga kelele, achia, roho ya giza, achia, 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 na iamuru hiyo roho iliyokamata kwenye tumbo, kwa damu ya Yesu aliye hai, roho ya giza iliyokamata tumbo, damu inakutoka kwa muda mrefu, mapepo unaokunywa damu ya kwenye tumbo, maumivu ya tumbo, fire, achia, 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 hayo maagano ya uchawi yaliyokamata tumbo, saidia pale, watu wanadondoka, saidia pale, kwa jina la Yesu aliye hai, roho za giza, usiache kuomba na yule mtu, mpaka nimekuambia mwachie, kwa jina la Yesu aliye hai, ziko roho na zona, haya moto, haya moto, haya moto, haya moto, haya moto, haya moto, piga kelele, achia, roho za giza, achia, kuna mwanamke huyo, umenyang'anya uchumi wake, umenyang'anya kazi yake, umenyang'anya kibali, haya moto, haya moto, haya moto, moto unatembea, kwa jina la Yesu aliye hai, malaika wa Bwana wako kazini, kwenye viwanja hivi, hakuna roho itakaa, hakuna roho itasalia, na ziapisha hizo roho, haya, piga kelele, toka, achia, 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 nimesema mkutano, nyanyua mikono yako juu, kwa damu ya Yesu aliye hai, nairuhusu damu ya Yesu kwenye hiyo mikono, nairuhusu damu ya Yesu, malaika wa Bwana wanapita, nyanyua mikono yako juu, kwa damu ya Yesu aliye hai, hizo roho za giza, kwa damu ya Yesu aliye hai, pete za ndoa za mapepo zilizokamata ndoa, kwa jina la Yesu aliye hai, naona mapepo yaliyoshika vidole vya pete, kwa mamlaka ya jina la Yesu, yamezuia ndoa, yamezuia uchumi, haya moto, haya moto, haya moto, haya moto, haijalishi hizo roho za ukoo, nimesema hakuna ndoa, nimesema hakuna kuolewa, natangaza leo, moto wa Bwana unatembea, moto wa Bwana unatembea, moto wa Bwana, haya, achia, achia, achia hiyo ndoa, achia, achia uchumi wao, nasema achia, kwa damu ya Yesu aliye hai, haya, toka, achia, 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 kwenye hiyo mikono iliyonyanyuliwa juu, na achilia damu ya Yesu kwenye hiyo mikono, kwa damu ya Yesu aliye hai, moto wa Bwana unatembea, moto wa Bwana
unatembea. Haya moto, 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 haya moto. Kuna mtu unasikia kama ganzi kwenye mikono, nyanyua hiyo mikono juu kwa jina la Yesu aliye hai. Naamuru moto wa Bwana kwenye hiyo mikono leo kwa jina la Yesu aliye hai. Chochote ambacho adui alikunyang'anya, piga kelele, achia roho ya giza, fire, achia, 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 achia. Haya moto, haya moto, haya moto, haya moto, haya moto. Maagano ya uchawi yanateketea, maagano ya giza yanateketea. Rina mataya baka yenda boseke payada rieta laba shina makaya kwa jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Funguka, funguka, funguka kwa jina la Yesu. Mapepo yote yepakasete payaraba toka, yekarasete takarababusi kila pando yendo sika payabaka. Tunang'oa leo, tunang'oa leo pando tumboni mwake, pando kifuani mwake, tunang'oa leo viunoni mwake, tunang'oa leo. Haya, piga kelele, ondoka, ondoka, yetelebo sapaya na wakaso kwa jina kirito lebo saka kandara baba ikababa. Unaharibu mamlaka za giza, ziachie. Nisikilize sasa. Yesu, uko pale ulipo, tumekuombea, mwachie. Unasikia kichwa kinauma sana, kwa jina, unasikia kama kizunguzungu hivi, kwa jina la Yesu. Wengine wote shusha mikono. Uko hapo unasikia kama kizunguzungu, kichwa kinauma, nyosha mikono hivi juu, nyosha mikono hivi juu. Yes, 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 yes. Weka mikono kwa hao watu wanaonyosha mikono. Kareta aliba shina mataya basandaka yendo kosika paya na makasia. Umekuja vizuri. Baada ya maombi unasikia kichwa kinauma, mikono imeshikwa kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Na yapisha hiyo roho, na ikamata hiyo roho kwa jina la Yesu aliye hai. Haya, achia. Aga 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 aga. Fire, 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 fire. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Achia. Achia. Kwa jina la Yesu. Haya, toka. Masonic spirits. Go. Haya, toka. Natangaza uhuru kwako. Bila agano uliloweka kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu. Yepala paya. Tunakuamuru. Epaka sonde basayama. Nafuni masne. Rika rabose. Tunavunja, tunavunja, tunaharibu kila agano. Watoto msogea. La mikoba, agano la uchawi, tunavunja. Naomba watoto wengine mlioko kule tusogea. La Yesu. Nataka tuombea hao watoto. Kapareta la bashinta la masaya. Yendo kosira mayanda baka. Kaeni vizuri. Kaeni vizuri watoto. Kaeni vizuri. Yesu anasema waacheni watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Hatukumzalia shetani watoto. Karita boshinda basanda karika. Riko posinda kaliba yanda basiyama. Rakosiki kapuri na mashanda. Ratorika liba shinda liba karama. Yendo sikapari ya kata. Watu wachumageni mlioko kule, njoni hapa tuweke mikono kwa watoto. Kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Weka mikono juu yao. Roho za giza, roho za giza, roho za uchawi zinayotesa maisha ya watoto hawa, kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Mapepo majenti yaliyokamata maisha ya watoto, yaliyokamata maisha yao, kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Na achilia damu ya Yesu kwa watoto hawa, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Haya mapepo mlioachilia kwa watoto, piga kelele, achia. Achia fahamu zao, achia maisha yao, achia hatima zao kwa jina la Yesu aliye hai. Mapepo mlioachilia kwa watoto, ewe roho ya giza, roho za uchawi, haya achia, haya achia, haya achia, haya achia, haya achia kwa jina la Yesu aliye hai. Na achilia damu ya Yesu kwenye fahamu zao, na achilia damu ya Yesu kwenye hatima zao, na achilia damu ya Yesu kwenye maisha yao. Adui hautayaona maisha yao, na yaficha kwenye damu ya Yesu. Kila roho ya giza, mamlaka za kichawi hazitaona maisha yao kwa jina la Yesu aliye hai. Roho za giza, toka, achia, 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 achia kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu,
kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Achia, nenda, toka, achia mapepo, achia, 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 achia mapepo kwa damu ya Yesu aliye hai. Mapepo ya giza, achia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Toka, ondoka, nenda kwa jina la Yesu aliye hai. Yenda kasaraba. Yes. Saidia mtoto. Toka haraka, toka. Saidia mtoto. Toka, toka. Saidia mtoto, weka mikono. Wengine msishangae. Wengine moto umeshuka. Kuna watoto wanateseka. Moto. Wengine wanafungwa, wanateswa usiku kwa njia ya ndoto. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Weka mikono kwa watoto, watuhudumie, msaidie na nielewe. Mlioka kule mbali. Hakisha kila mtoto weka mikono. Usimwachie mpaka nimekuambia. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mlioka kule mbali, wote wachubageni, sogea hapa. Kuna watoto hawajaweka mikono. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Roho za giza hazina mamlaka kwa watoto hao. Kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Natangaza moto. Natangaza moto. Natangaza moto. Natangaza moto. Natangaza moto. Urithi wa mapepo, urithi wa mizimu, urithi wa majini kwa watoto hawa, na haribu hizo roho kwa mamlaka ya jina la Yesu. Toka, achia, achia, achia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ndio, 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 ndio. Roho zimeanza kuachia. Huyo mtoto anafunguliwa kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Na yamuri ya roho kwa huyo mtoto, na yamuri ya roho, ewe roho ya giza, haya piga kelele, achia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Achia na uende kwa damu ya pepo yamefunga fahamu. Watoto wanaenda shule, wanasoma lakini hawaelewi. Ewe roho ya kichawi, achia fahamu zao. Nasema moto, piga kelele, achia kwa jina la Yesu aliye hai. Piga kelele, achia waliozuiliwa masomo, waliozuiliwa shule, waliozuiliwa hatima, wamefungwa nafsi zao. Natangaza majira yao. Haya moto unatembea kwa jina la Yesu aliye hai. Watoto hata waliobebwa, moto unatembea. Haya moto, haya moto, haya moto, haya moto, haya moto, haya moto. Natangaza uhuru kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Haleluya. Mwachie, mwachie. Naomba mnisaidie jambo moja. Jina la Yesu. Wale ambao bado wanahitaji maombi, tuwasogeze hapo nyuma ya maombi, hema ya maombi hapo nyuma. Haleluya. Funika macho yako, nimshukuru Mungu. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, ninakushukuru tena. Leo ni siku ya 4. Tuko kwenye viwanja hivi. Tunakuinua mfalme. Nimekuona ukiponya. Nimekuona ukifungua watu wako. Nimekuona ukiweka huru watu wako. Bwana Yesu, nakurudishia utukufu na heshima na adhama. Na waombea watu wako waliokoka mahali hapa. Wape neema ya kukujua. Wape neema ya kudumu katika kweli. Wasirudi nyuma tena. Kwa jina la Yesu aliye hai. Na kwa mamlaka ulionipa, natangaza kwenye mji huu, nguvu za uchawi hazina mamlaka tena. Kwa jina la Yesu natangaza neema yako Bwana. Neema ya wokovu. Amani yako ikawakalie watu hawa. Amani yako ikaukalie mji huu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu natamka tumaini jipya kwa watu waliokujua. Kwa jina la Yesu aliye hai nimeomba. Amen. Pigie Yesu makofi ya shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Sasa naomba nisikilize. Kabla sija kuruhusu, naomba unisikilize. Kuna watu hapa wameokoka Jumatano, wameokoka Jumanne, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, leo. Siku hizi 4 umeokoka na uko hapa. Tumekuombea na unaona Mungu amekusaidia. Umeokoka, tumekuandika jina lako. Nyosha mkono hivi. Nisaidie kunyosha mkono hivi. Yes. Amen. Wale ambao umeokoka kwenye mkutano, wengine nawaona, nyosha mkono wako juu hivi. Amen. Mungu akubariki. Sasa naomba unisikilize. Tafadhali mchungaji Tito, naomba uje utupe utaratibu. Kesho, naomba unisikilize vizuri wakati namkaribisha mchungaji Tito. Kesho saa 2 kamili tuna ibada pale kanisani. Hapa The City na Ikweta katikati pale kuna kanisa. Saa 2. Wewe ambaye umeokoka, siku zote sijapata muda wa kuongea na wewe kwa sababu natakiwa kuhudumu hapa. Kesho nitakuwepo kanisani saa 2 mpaka jioni.
na baadaye nitakuja kwenye mkutano hapa. Wewe ambaye umeokoka usikose. Nipate muda wa kukuombea, nipate muda wa kuongea na wewe na kukusaidia namna gani ya kusimama kwenye wokovu. Kesho saa 2 pale kanisani. Tutakuwa ibada yetu ni saa 2 mpaka saa 5. Hakikisha haukosi. Nimesema jana, ukitaka Mungu akusaidie, jifunze Mungu anafanyaje kazi. Usiishi tu kwa namna ya kawaida. Ukaona utaishi kwenye maisha yale yale unateseka miaka yote. Jifunze Mungu anaishije, anakusaidiaje na namna gani Mungu anataka ufanye. Ndio maana nikwambia njoo tukufundishe na Mungu wa mbingu na nchi akubariki sana. Karibu mchungaji. Mpe makofi Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe ambaye umeokoka tangu Jumatano mpaka leo Jumamosi, kama alivyosema mchungaji, kesho ibada tutakuwepo pale kuanzia saa 2. Nikuombe kuanzia saa 1:30 uwepo hapa uwanjani. Tuko pamoja watu wa Mungu